الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea wakati leo ni tarehe 27 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 Miladia. Tunaendelea na sharhu usuli sunnah lilimami Ahmad, sharhi ya Rabi' as-Sunnah al-Sheikh Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Tumefikia katika mlango huu wa ta'atu ulati al-umur, kuwatii viongozi wa nchi. Qawluhu wa kama fi hadithi ummi Salama innahu yusta'malu alaykum umara'u fata'rifuna wa tunkirun faman ankara faqad salim wa man kariha faqad bari walakin man radiya wa taba. Qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Qala la, ma sallaw fama damu yusallun fala yajuzu al-khuruju alayhim. Muda wa kwamba viongozi hao wasali sala tano, la yajuzu al-khuruju alayhim, haifai kutoka dhidi yao. Kaifa idha kana yusalli wa yasum wa yuzaki wa yahujju, vipi akiwa kiongozi asali, anafunga, anatoa zaka, anafanya haji, wa yuaminu kulla hadhihi al-umur lilmuslimin, na anafanya amani kwa mambo haya yote kwa Waislamu. Wa yuaminu lahum at-turuqa wa ila akhirih, anawafanyia amani katika njia zao mpaka mwisho wake. Kaifa hadha, hii inakuwa zaidi kutotoka katika taa yao. Tumeishia hapa, aina nahnu al-ana ma'a ath-thawriyin al-mawjudin al-an, tuko wapi sisi hii leo na wale wanaharakati wanaodai mapinduzi ya kisiasa waliopo sasa hivi. Aina hum min qawlihi la ma sallau, wako wapi hawa na maneno ya Mtume sallam, la, haifai kutoka katika taa ya viongozi. Ma sallau, muda wa kwamba wanasali. Ar-rasulu yanhahum la ma sallau, baada ya masahaba kumuuliza Mtume, afala nuqatiluhum ya Rasulallah, kwa nini hatupigani nao ya Rasulallah? Mtume akamwambia la ma sallau, hapana, muda wa kwamba wanasali haifai kupigana nao, haifai kutoka katika taa yao viongozi hawa. Idhan, wako wapi hawa wanaharakati wanaodai mapinduzi na maneno haya ya Mtume sallam, la ma sallau? Ma qala la ma aqamu as-salata wa atau az-zakata wa hajju ila akhirih. Qala la ma sallau, tunasema hapana, muda wa kwamba wanaswali. Limadha, kwa nini? Lianna al-khuruja yatarattabu alayhi mafasidu, kwa sababu kutoka dhidi ya taa viongozi hupatikana kwa hilo mafisadi mengi. Katika hayo dhayaul islam, kupotea kwa Uislamu, wa dhayaul muslimin, na kupotea kwa Waislamu wenyewe,
wa ihlakul umma, na kuangamia umma. Watu wanauawa manyumbani, mabarabarani. Wa ihlakul harthi wan nasli, kuangamizwa mazao, mashamba na mazao. Wa intihakul a'rad, kuvunjwa heshima za watu. Wa idhlalul muslimin, na kuwadhalilisha Waislamu. Wa idhaafuhum, na kuwadhoofisha. Yote haya ni mafisadi yanayotokea kwa ili kulazimisha watu kutoka katika taa ya kiongozi, na kiongozi hawezi kukubali, lazima na yeye atalazimisha abakie katika uongozi, hata kubali kupenduliwa, hata kubali kutoka kwa kiari. Idhan yanapatikana mafisadi mengi ikiwa kuna hiyo watu wametoka dhidi ya kiongozi wao, wamemuasi kiongozi. Haya ni baadhi yanayopatikana katika jambo hilo la kutoka katika taa ya viongozi. Qala hatta yusbihu luqmatan sa'ighatan li'a'daihim, mpaka Waislamu wanakuwa ni tonge inayoweza kuliwa na maadui wao. Idha kana khuruj baada khuruj, kutoka katika taa ya kiongozi, baada ya kutoka katika taa hiyo, baada ya kutoka katika taa hiyo, hayo yanatokea ufisadi huo mwingi. Qala al'an ya ikhwa, haulai thawriyun qama lahum duwalun an tariqi al-inqilabat wa an tariqi al-intikhabat wa an tariqi kadha wa kadha, madha sanau. Hawa wanaharakati zimesimama kwao dola kwa njia ya mapinduzi, kwa njia ya chaguzi na kwa njia kadha wa kadha, wakapata nchi. Wanaharakati hao madha sanau, wamefanya nini? Je, wamehukumu kwa hukumu zii ya sheria ya Allah katika nchi zao? Madha haqqaqu min ash-shi'arati hadhihi, walihakikisha nini katika alama hizi za Kiislamu? Bali wamekuwa min ab'adi nnasi an tatbiqi ash-shari'ati al-islamiyya, ni katika watu walio mbali sana na utekelezaji wa sheria ya Kiislamu. Hawakutekeleza sheria ya Kiislamu baada ya kupata nchi, baada ya kupata utawala, baada ya kupata dola, hawakutekeleza sheria ya Kiislamu wanaharakati hao. Bal yaziduna ala alhukami alakharin almunharifin biaqdi mu'tamarati wihdati aladyan, bali wanazidisha kwa wale viongozi wengine waliopotoka kwa kuweka mikutano mbalimbali ya kufanya dini moja, wahdatil adyan, kufanya dini zote hizo ni moja, dini ya Kikristo, dini ya Kiyahudi, dini ya Kiislamu, wanafanya ni dini moja, zipatane, watu wawafikiane na wapendane, Waislamu na Wakristo na Mayahudi wapendane, iwe ni kama dini moja. Hilo jambo mustahil, haliwezekani. Kwa hiyo hao wanaharakati walipopewa nchi, wakenda kujaribu kufanya dini moja, dini hizi tatu ambazo tofauti, wakaweka mikutano mbalimbali ya kufanya dini moja, wa tashyidi alkanais, na kujenga makanisa, wa takribi nasara, na kuweka karibu wa Kristo, wa idhlali almuslimin, na kuwadhalilisha Waislamu, wa ifqarihim, kuwafanya mafakiri, wa ihlakihim fi dinihim wa dunyahum, na kuangamiza Waislamu katika dini yao na dunia yao. Qala Sheikh Rabi' rahimahullah, wallahi wasalu bilintikhabat wa wasalu bilinqilabat wa wasalu bishatta al-umur wa sharaku fi wizarati kulluha kalam farigh, kulluhu kalamun farigh ma tamayazu ala ghairihim fi shay. Na hapa kwa Allah walifikia kwenye uongozi, kwa chaguzi,
walifikia kwa mapinduzi, wakafikia kwa mambo tofauti tofauti, wakashiriki katika wizara tofauti. Kulluhu kalamun farigh, yote hao ni maneno yasiyo na maana yoyote. Ma tamayazu ala ghairihim fi shay, hawakujipambanua na wengineo kwa jambo lolote, wanakuwa sawa sawa na Mayahudi, sawa sawa na Makristo. Idhan la tathiqu fi haula, usiwategemee hawa wanaharakati wanaodai mapinduzi ya kisiasa, mapinduzi ya kidini, usiwategemee hawa. Haulai hammuhum alwusulu ila alkarasi, hawa hamu yao kubwa na lengo lao ni kufikia kwenye viti vya bunge, biayi hali min alahwal, kufikia katika viti hivyo kwa hali yoyote katika hali. Thumma baada dhalik yudiruna dhuhurahum ila alislam, kisha baada ya kufikia kwenye viti hivyo vya uraisi, viti vya uwaziri, viti vya bunge, baada ya kufikia kwenye viti hivyo wanauzungusha Uislamu kwenye migongo yao. Uislamu wanauweka nyuma, wanaweka mbele dunia. Yudiruna dhuhurahum ila alislam kama jarabtum wa araftum, kama alivyojaribu hivyo na mkajua hayo. Huna wa hunaka fi buldanin kathira, hapa na huko katika miji mingi. Hawa wanaharakati waliodai mageuzi wakipewa viti hivyo, wao wanauweka nyuma Uislamu, wanaweka mbele dunia. Thumma ahyanan yaatuna binqilabin bismi lislam, kisha mara nyingine wanaleta mapinduzi kwa jina la Uislamu. Fayanqalibu alaihim shuyu'iyun au ayu manhajin dhalin akhar, halafu inabadilika kwao shuyu'i, wanakuwa ni wakomunisti au njia yoyote iliyopotea nyingine. Hao waliokuwa Waislamu wakadai kwamba watatekeleza sheria ya Kiislamu, sheria ya Allah katika nchi yao, halafu hatimaye wanabadilika, wanakuwa ni makomunisti au wanafuata njia yoyote ya kupotoka nyingine. Idhan alhikmatu fi tawjihati hadha ash-shari' al-hakim الرحيم الرؤوف الشجاع البطل والذي يربي الأمة على الشجاعة. لكن في هذا الباب يقول لهم اصبروا مهما رأيتم إلا الكفر. وهي حكمة katika maelekezo ya Mtume صلى الله عليه وسلم, mwenye hikma, mwenye huruma, mpole, shujaa, albatal, shujaa, walladhi yurabbi al-ummata ala shajaa, mtume ambaye anaulea umma juu ya ushujaa. Lakin fi hadha albabi yaqulu lahu, lakini katika mlango huu wa watu kuwaasi viongozi, yaqulu lahum isbiru. Mtume sallam anawaambia Waislamu, subirini, mahma raitu, vyovyote mtakavyoona katika dhulma, vyovyote mtakavyoona katika unyanyasaji na wizi na maasiya, isbiru mahma raitu illa al-kufra, isipokuwa ukafiri. Illa al-kufra, isipokuwa ukafiri. Qala Sheikh Rabi rahimahullahu ta'ala, hadhihi ahadithu asuquha lakum hatta tusajjala, hizi hadithi nazitaja kwenu ili zisajiliwe. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، walikuwa bani Israil wakiongozwa na mitume wa Allah. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun, kila anapofariki mtume anakuwa badali yake mtume mwingine. Banu Israil walikuwa na mitume wengi waliotumiliziwa, kila anapokufa mtume anakuja badali yake mtume mwingine. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la nabiyya ba'di, na
hakika hakuna mtume mwingine baada yangu, mimi ndiyo mtume wa mwisho. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Huu ndio mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine baada yake. Kwa mtume anathibitisha wa innahu la nabiyya ba'di, na hakika hakuna mtume mwingine baada yangu. Wasatakunu khulafa fatakthuru, watakuwepo makhalifa na watakuwa wengi makhalifa. Wasatakunu khulafaa fatakthuru, watakuwepo makhalifa. Hakuna mitume lakini watakuja makhalifa. Qalu wama ta'muruna, masahaba wakamuuliza watuamrisha nini sasa? Wakija hao makhalifa unatuamrisha nini? Qal, mtume akasema fu bai'atal awwali fal awwal, tekelezeni bai'a ya khalifa wa kwanza kisha anayefuatia huyo wa kwanza. Wa atuhum haqqahum, na wapeni haki yao. Hao makhalifa viongozi wapeni haki yao. Haki gani? Ya kuwatii na kuwasikiliza na kutowaasi. Fu bibai'atil awwali fal awwal, itekelezeni bai'a ya wa mwanzo katika makhalifa kisha anayefuatia huyo wa mwanzo. Bai'a ni ahadi. Kila khalifa anapokuwa khalifa, kiongozi wa Uislamu, viongozi au wale wakubwa maulama wanakwenda kumpa ahadi kwamba sisi tutakuwa katika taa yako, hatutakuasi, tutakusikiliza. Ndiyo fu bibai'atil awwali fal awwal, itekelezeni bai'a ya khalifa wa mwanzo kisha anayefuatia huyo wa mwanzo. Wa atuhum haqqahum, wapeni makhalifa hao haki yao ya kuwatii na kutotoka katika taa yao. Fa inna Allaha sailuhum amma star'ahum, kwani Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwauliza kuhusu wale raia wao. Kila kiongozi atakwenda kuulizwa siku ya Kiyama kuhusu raia wake aliyowaongoza, kama hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu wale raia wake anaowaongoza. Idhan fa inna Allaha sailuhum amma stara'u, kwani Allah atakwenda kuwauliza siku ya Kiyama kuhusu wale raia wao waliokuwa wakiwaongoza. Kaifa inna Allaha sailuhum amma stara'ahum, vipi Allah kwamba atakwenda kuwauliza hawa viongozi kuhusu wale raia wao wanaowaongoza? Ma qala hasibuhum, Mtume hajasema wahisabuni hawa viongozi, thuru alaihim, fanyeni mapinduzi, hajasema hivyo. Khudhu haqqakum, chukueni haki zenu, hajasema hivyo. Kwamba kiongozi akiwa dhalim fanyeni maandamano, mseme tutataka haki zetu, tutataka haki zetu. Mtume hajasema hivyo, hajasema hivyo. Qala li anna ba'd ath-thawriyin min kibari haula'i ath-thawriyin yaqul ma nantadhiru al-faraja ya'tina min as-sama' la budda an na'khudha haqqana biaidina. Hawa wanaharakati hawa, baadhi ya wanaharakati katika wakubwa wa hao wanasema ma nantadhiru al-faraja ya'tina min as-sama', tusingojee faraja itoke mbinguni. La budda an na'khudha haqqana biaidina, lazima tuchukue haki zetu kwa mikono yetu. Wanawaambia hivyo wale wafuasi wao. Ayuha aljamahir, enyi makundi ya watu, khudhu haqqakum biaidikum, chukueni haki zenu kwa mikono yenu. Unaona hizi hamasa za watu hamasa za watu, wanawashajiisha watu wafanye maandamano, wanawashajiisha watu kuwaasi viongozi na kutoka katika toa yake na kutembea barabarani na kuvunja maduka. Haya ndiyo mambo ya wanaharakati. Wanaharakati
ni mahizbi ambao hawana manhaji sahihi ya Uislamu, wanahamasishana kuwaasi viongozi na kutoka katika toa ya viongozi, kinyume cha unavyoamrisha Uislamu, kinyume cha inavyoamrisha Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanielewa? Nazungumza Kiswahili mimi hapa, sizungumzi Kijapani wala Kichina, nazungumza Kiswahili. Wanielewa ninayosema? Wapo wanaharakati hao katika kila nchi, wapo wanaharakati hao wanaohamasisha watu wawaasi viongozi, wanaohamasisha watu wafanye maandamano na kuvunja maduka. Hii yote ni kuasi viongozi wa nchi. Jambo hili ni kinyume na Uislamu sahihi. Mwanielewa? Jambo hili la maandamano ni kinyume cha Uislamu ulio sahihi. Kwa hiyo wanasema hivyo na kuwaambia wenzao, chukueni haki zetu, tunataka haki zetu. Haki zipi mlizonazo? Haki zipi mlizonazo? Mkiulizwa, innahu lan tabtadda ilaykum ayu yadin bihadha alhaqi. Wanaambizana hivyo, hakuna mkono wowote utakaonyooshwa kwenu kwa haki hii, nyinyi wenyewe chukueni haki zenu kwa mikono yenu. Sasa kuchukua haki kwa mikono ni nini? Nini maana kuchukua haki kwa mikono? Ndio kuvunja maduka ya watu, kuvunja maduka ya watu, kuvunja magari ya watu, ndio kuchukua haki kwa mikono yenu hiyo. Qala la ghayrata ala dini llahi wa ala al-umma, hakuna wivu juu ya dini ya Allah, hakuna wivu juu ya umma. Wa aghyaru nnasi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mtu mwenye wivu sana na dini ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aghyaru nnasi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mtu mwenye wivu sana na dini yake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li Sa'd, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Sa'd, wallahi ana aghyaru minka, na hapa kwa Allah mimi nina wivu sana kuliko wewe. Wallahu aghyaru minni, na Allah naye ana wivu sana kuliko mimi. Lamma qala Sa'd, wakati Sa'd radhiyallahu anhu alipomuuliza Mtume na kumwambia, araaita in wajadtu rajulan ma'a zawjati ati bi arba'ati shuhud. Sa'd anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, unaonaje nikimpata mwanaume pamoja na mke wangu, je, nikatafute mashahidi wanne niwalete? Araaita idha wajadtu rajulan ma'a zawjati ati bi arba'ati shuhud, je, unaonaje nikipata mwanaume yuko pamoja na mke wangu kwa ajili ya fahisha, je, nikatafute mashahidi wanne ndio apigwe haji huyu mke, apigwe rajmu mpaka uwawe? Lazima nilete mashahidi wanne? Akasema Sa'd, wallahi la adribannahu bisayf ghaira musfih, na hapa kwa Allah nitampiga mwanaume huyo kwa upanga bila kuugeuza upanga ule. Nitampiga ule upanga wenye makali, si kwamba nitaugeuza nimpige kwenye mgongo wa ile panga. Mwelewa? Ni hamjaoa, hamjui uchungu wa mke, ndio maana mwangalia tu. Saadi anamwambia Mtume, nikimkuta mwanaume na mke wangu, je, nikatafuti mashahidi wanne? Hapana, sitafuti, na hapa kwa Allah nitampiga upanga, tena upanga ule wenye makali, si kwamba nampiga kwa mgongo wa upanga. Mwelewa? Mke ana uchungu bwana. Ni hamjaoa, lakini mkishaoa mtaona. Mtu na mke wako, halafu aja mtu tu from nowhere anakuja kumuiba mke, la. Unaelewa? Idhan wallahi la adribannahu bisayf ghaira musfih. Qala, Mtume akasema, ataajabuna min ghairati Sa'd, hivi nyinyi mnastaajabu wivu wa huyu Sa'd? Wallahi la ana aghyaru minhu, na hapa kwa Allah
mimi nina wivu zaidi kuliko huyu Saad. Wallahu aghyaru minni, na Allah naye ana wivu sana kuliko mimi. Min ajli dhalik harrama alfawahish, kwa ajili hiyo ndio Allah ameharamisha uchafu huu wa zinaa. Min ajli dhalik harrama alfawahish, kwa ajili ya wivu huo ndipo Allah ameharamisha uchafu huu wa zinaa. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam ghayurun ala dinillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam ana wivu sana juu ya dini hii ya Allah. Wa ghayurun an tatafasha almunkaratu walfawahish, na Mtume ana wivu sana kuenea mambo haya ya munkar na mambo machafu kuenea, ana wivu sana Mtume na hayo. Aghyaru minna, ana wivu sana kuliko sisi.